Hashtag kubwa ni sauti za Afrika Mashariki kutoka ukanda wa Ziwa hadi jijini Dar es Salaam. Leo tumepata blessing ya kukutana na Fiv and Friends. Kwa udogo a little bit, unajua hiki kitu mara kwanza nasikia Fiv and Friends. Nilivyopitia kwenye biography yenu nikafahamu juu ya ukubwa wa namna mnavyotengeneza urafiki na sanaa bunifu kwa vijana. Kwa mtu ambaye ndo mara ya kwanza nasikia hiki kitu, kwa ufupi unaweza kutufungua kidogo Fiv and Friends ni nini? Okay, Fiv and Friends ni tukio la sanaa ambalo linawakutanisha wasanii na wapenda sanaa. Lengo likiwa ni kudumisha urafiki wetu, kwa sababu idea inavyokuja ni Fivara na marafiki. Ni wazo ambalo nilikuja nalo mimi kama msanii baada ya kuona kuna uhitaji wa kuwa na platform ya kuonyesha vitu vyetu, kwa sababu platform za watu pia kuna namna ambavyo huwa zinakuwa zina matakwa yake na masharti yake. Kwa hiyo Fivara na marafiki ni platform ambayo inawakutanisha wasanii na watu wanaopenda sanaa. Lakini pia tulivyoanza kuiwekea ubunifu zaidi, tukawa tumeweka vitu vingine. Mfano ni tamasha ambalo linakuletea sanaa, linakuletea ujasiriamali, linakuletea community pamoja, linakuletea games. Unajua, kwa hiyo linakupa vitu fulani hivi, hata ukiachana na wewe kuwa msanii, mtu ambaye unapenda sanaa au ambaye ni rafiki yake na Fivara, unapata kitu cha tofauti kidogo. Kwa hiyo ile Fiv ni tumefupisha tu kutoka kwenye jina Fivara, alafu Friends inajulikana ni marafiki. Kwa hiyo ni kwa kifupi ni Fivara na marafiki au Fiv and Friends kama ambavyo inaitwa kwenye lugha ya Kiingereza. Movement hii inaonekana imefanyika ni zaidi ya miaka 2 mpaka hivi sasa tunavyohesabu, si ndio? Ni zaidi ya kutengeneza unity ya vijana wengi mpaka hivi sasa. Na nadhani mpaka hivi ninavyoshuhudia mbele ya macho yangu ni kweli mnazidi kuishi kwenye uhalisia wa urafiki, kwa maana hauko peke yako leo in the house, naona upo na marafiki, lakini nadhani kila mmoja wao ana activities yake ndani ya Fiv and Friend. Baadaye tutaenda kufahamu zaidi, kutambuana na kujuana. Kwa nini mliamua kuja na Mzizima? Salamu Mzizima ya. Okay, tumeamua kuja na Salamu Mzizima kwa sababu Fiv and Friends tunapoifanya, ubunifu wetu mwingine au tofauti wetu au pekee wetu ni kwamba kila tunapofanya tukio huwa tunalipa theme. Kwa hiyo katika hiyo miaka 2 iliyopita tumefanya matukio 7. Umeona, na tulikuwa tukifanyia jijini Mwanza, kanda ya Ziwa kama ulivyosema. Matukio 7 ndani ya miaka 2 iliyopita. Mzizima inaenda kuwa tukio letu la 8. Sasa yale matukio 7 yote yaliyopita, kila moja ilikuwa lina theme yake. Na tunapoweka theme fulani kwenye Fiv and Friends, mara nyingi inakuwa ni namna ambavyo ukifika utaliona lile tukio au feeling utakayoipata ukifika kwenye hilo tukio, vibe utakayoipata pia ukifika kwenye hilo tukio siku hiyo. Kwa hiyo Salamu Mzizima tumeiweka kwa sababu ni Dar es Salaam inaitwa Mzizima pia jina lake lingine. Sijui ni Kizaramo. Mzizima ili na maana yake pengine sijai kufanya research zaidi Mzizima maana yake ni nini kwenye lugha ya Kizaramo. Lakini lile Salam ni neno tulilolichukua pia kwenye jina Dar es Salaam, kwa maana ya pia tumeichukulia kwamba Dar es Salaam, ile salam tumeichukulia kama kusalimiana. So tunapokutana tutasalimiana. Na kwa mara ya kwanza tumelitoa tukio Mwanza, tumelileta Dar. Kwa hiyo tunafika watu wa Dar tunasalimiana nao. Utamaduni wetu wa Kitanzania, tukifika lazima tusalimiane. Kwa hiyo Salamu Mzizima maana yake tunafika tunasalimiana na wana Dar es Salaam, lakini pia mtu atakapokuja kwenye tukio ataipata ile feeling ya Dar es Salaam. Yaani unaona kweli event inahudhuria ina Dar es Salaam. Natamani kitu hichi kwanza angenisaidia brother kunijibia kutokana na umesema hii ni ya 8, awamu ya 8 kufanyika. Hizo za awamu ya nyuma muitikio wake ulikuwa ni wa aina gani, kwa namna ya uzoefu ambao kwa mtu ambaye alikuwa hajawahi kuona mnaweza kufahamu, kupata picha ya tukio ambalo linalokuja? So ili nilikuwa naomba brother angenijibia, kwa sababu amezungumzia kitu cha uzalamu hapo. Nikaona kuna kitu fulani kupitia hili swali anaweza akanipa inti nzuri pia kwa manufaa zaidi ya mtu ambaye anatufuatilia. Ni vyema ukajitambulisha pia kwa niaba ya cabinet, na upo katika nafasi gani pia, na uwezo katuambia kwa ufupi kidogo kuhusiana na hiyo.
Mimi kwa jina naitwa Saddam, lakini better known as Majojo. Mimi ni manager wa Fiv and Friends. Tukianzia kwanza ni manager wa Fivara. Yes, na manage kazi zake. Lakini kwenye team ya Fiv and Friends mimi wamenipa kitengo cha marketing and communication. Yeah. Tumepata kufahamu kwamba kuna matukio nyuma yalishafanyika kupitia Fiv and Friends ambayo ilikuwa kama sehemu ya majukwaa ya kukutanisha marafiki na sanaa bunifu, si ndio? Kwa mtu ambaye wa Dar es Salaam hivi sasa anayekusikiliza na anakutazama kupitia Midundo Online Media, apate picha gani ya ukubwa wa matukio yaliyopita, mwitikio wa watu kuonesha uzoefu wao na vipaji vyao na makutano na kuchange idea kulingana na matukio ambayo mlikuwa mnayafanya? Cha kwanza hii Salamu Mzizima ni ya 8 na ya kwanza kwa Dar. Kwa jinsi safari yetu ilivyoanza tangu hatua ya kwanza mpaka hapa tulipofika, naiona hii Salamu Mzizima inakuwa ni ya utofauti na itakuwa ya ukubwa zaidi, kwa sababu kama Fivara alivyosema hapa, sisi huwa kila tukio letu huwa lina theme, na hizo theme ni kwa sababu ya kuongeza ubunifu. Ya kwanza ilikuwa ni hatua ya kwanza, ya pili ikawa taswira halisi, ya 3 ikawa cheza na rangi, ya 4 ikawa kila kitu ndani, ya 5 ikawa harakati na burudani, ya 6 ikawa still got bars, ya 7 ikawa smart sana. Wewe mwenyewe unaweza ukaona yani, yes, na kila theme inaenda na vibe yake. Yaani kwa mfano kama hiyo harakati na burudani, kwa nini tuliita harakati na burudani? Kipindi tunajiandaa kufanya Fiv and Friends, tulikuwa tunaenda Rwanda kwenye Music in Africa Access. I think you know. Sasa tukaona kwamba harakati zimetubana, alafu bado tuna burudani. Yes, kwa hiyo tuwape watu hiyo kitu, yani kwamba wa feel kwamba tupo sasa hivi kwenye harakati lakini bado burudani inapatikana, inaendelea. Yes, sahi movement fulani ya uhalisia. Kwa hiyo tumefanikiwa tangu tulivyoanza mpaka hapa tulipofika. Haya yote ni mafanikio, mpaka kuja Dar ni ukuaji, ni kutanuka, unajua. Yes, kwa hiyo ile mbegu tuliyokuwa tumeipanda since day 1 Mwanza, sasa imechipuka na imechipukia Dar es Salaam, imechipukia Sidea. Nimefurahi zaidi kwa sababu umeelezea namna vile ambavyo nadhani hata msikilizaji au mfuatiliaji amepata picha uhalisia wa kitu ambacho alikuwa anapata kakasi kwenye kichwa chake. Sasa turudi kwenye Dar es Salaam Mzizima. Nipo Salamu Mzizima kwa sababu neno Dar es Salaam linashika hatamu mdomoni mwangu. Kwa hiyo ni vyema kunikumbusha Salamu Mzizima. Salamu Mzizima itakuwa ni siku gani, afu inatarajiwa kufanyika sehemu gani, na kwa nini mmeamua kuifanyia Dar es Salaam? Nadhani mshaelezea awali. Sasa tunakuja katika upande wa kufahamu zaidi kwamba mmechagua Salamu Mzizima. Mtu atarajie vibe lipi kupitia Salamu Mzizima? Kwa yule ambaye pia aliwahi kuhudhuria matukio yenu ya Mwanza, naye aelewe vipi juu ya utofauti, kwa nini mlipanga kuifanyia Dar es Salaam, na naye asifikirie vibaya kusema tulishazoea familia kila siku tunakuwa nao Mwanza, mbona wamehamishia Dar es Salaam, inakuwa vipi hapa? Nao wanaweza kupata nafasi gani ya ushiriki kupitia hilo? Salamu Mzizima itafanyika tarehe 27 mwezi huu wa 6. Mwezi wa 6. Kwa hiyo hapa tumebakiza siku 15 kuelekea tukio. Wiki 2 na siku moja. Lakini venue itakuwa ni Iko Sanaa Hub au Sidea. Au Iko Sanaa Terrace, utachagua wewe mwenyewe unahitaji kati ya majina matatu. Baadaye kidogo nitamkumbusha kwa mtu ambaye hapafahamu, utampa location kwa usahihi. Ukiachana na hivyo, tukio letu linaanza saa 9 alasiri. Sawa? Mapema sana. Sisi event yetu ni social event. Yani ni social event, ni event ambayo iko accessible kwa kila mtu. Security ya kutosha, ni safe, iko secured. Watoto wanaweza wakaja, watu wazima, mabinti, watu warika yote. Na kwa wasiojua pia Fiv and Friends pia ni family picnic.
Kwa sababu ukiangalia hata events zilizopita familia zetu sisi zilikuwepo, Bi Mkubwa, dada zetu walikuwa wanakuja, usio ndo maudhui uhalisia kabisa ya urafiki. Urafiki kwa sababu urafiki unaanza kwenye familia. Sahihi. Urafiki sio tu nje huko wapi, urafiki unaanzia nyumbani. So event inaanza saa 9 alasiri inaenda mpaka saa 3 usiku. Na kwa wasiojua event yetu tumeigawa sehemu mbili. Tumeigawa kwenye off stage activities na on stage activities. Off stage activities hizi ni activities zile ambazo hazihitaji stage. Hazihitaji jukwaa. Kwa hiyo tutakuwa tuna live painting, tutakuwa tuna games, tutakuwa tuna vendors. Hapo sasa ndo sanaa inapoonekana zaidi. Tutakuwa tuna vendors, tutakuwa tuna fashion show, tutakuwa tuna networking, yani unajua zile. Tutakuwa tuna mental health corner, art exhibition, kuna pictures zitakuwa displayed. Ai bwana, ni kitu kikubwa sana. Watu watacheza games. Hiyo ni fursa kubwa kwa wana Dar es Salaam jamani. Ni fursa kubwa sana. Tukija on stage kutakuwa kuna music performances, kutakuwa kuna poetry, kutakuwa kuna stand up comedy, tutakuwa na hivyo vitu. Kwa hiyo kwa nini mtu anatakiwa ahudhurie event yetu hii hapa ya Salamu Mzizima? Kwa sababu ya experience ambayo tunaenda kuwapa watu. Ni experience ya tofauti kuanzia kwenye hivyo vitu ambavyo nimevitaja na pia muonekano wa tukio lote atakavofika hapa. Yaani kitu atakachokiona ataona kitu ambacho hajawahi kukiona. Na asitegemee, asijinge picha yake mwenyewe kwa kutafakari, kwa sababu kuna utofauti unakuja. Yaani hii event ambayo inaenda kufanyika Salamu Mzizima, Event Friends Salamu Mzizima ni event ambayo haijawahi kutokea kibongo bongo. Haitabiriki kwa yani haitabiriki sana, na watu ambao tumekuwa tukifanya huko nyuma, marafiki zetu wengine pia wao wanaelewa pia hii ni hatua ya ukuaji na wanatufurahia, unajua yani wanapendezwa sana na kitu ambacho tumekifanya mpaka sasa hivi, kwa sababu wanaona wao ni sehemu ya safari hii hapa, na namna ambavyo wanaweza wakashiriki kwa namna yote, hata kununua tiketi, kwa sababu kuna kipindi wakati tuko Mwanza, kuna watu walikuwa hawapo Mwanza, walikuwa wananunua tiketi na watu wengine wanakuja. Kwa hiyo tumekuwa tukipata support kubwa kweli, tukasema kwa watu tofauti mbalimbali. Hapo unasema upozungumzia kwenye ushiriki, ndo nikawa nimepata kitu kidogo kwa kuwasemea na wengine ambao hakupata nafasi ya kukutana na nyinyi. Kwa wale ambao wanafuatilia hivi sasa, anahitaji, yeye ni msanii, anahitaji kushiriki kupitia Five and Friends event ambayo ya mwaka huu inaofanyika jijini Dar es Salaam. Anaweza akafuata mambo gani ya kukidhi imradi kushiriki na nyinyi kupitia event? Okay, kwa maana ya msanii au mtu wa kawaida? Kwa msanii na mtu wa kawaida ukiweka ubayana itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa mhudhuriaji au mtu wa kawaida, so far tuna tickets ambazo tumeziweka. Kuna tiketi ya mapema ya 10,000. Hiyo ni tiketi ya kawaida. Kwa hiyo mtu akija kwenye event siku hiyo atapata nafasi ya kuangalia vendors wana bidhaa gani, kama atawaungisha, atasikiliza hizo bidhaa zinahusu nini, atapata nafasi ya kucheza games, vinywaji vitakuwepo, vyakula. Hiyo itakuwa sasa ni yeye kutumia pesa yake, unajua show zitafanyika, ataangalia, atashiriki, atapiga picha, unajua atapata nafasi ya kunetwork na watu, atacheza games, atapata nafasi ya kwenda kwenye mental health corner, unajua mambo ya afya ya akili ataelezewa pale, vitu kama hivyo. Huyo ni mhudhuriaji. Lakini tuna experience inaitwa Mzizima experience. Ni tiketi pia nyingine. Inaitwa ni tofauti na ile ya mhudhuriaji. Yenyewe ni 45 na yenyewe ni ya mhudhuriaji. Sasa yani tumezigawa mara mbili hapo. Kuna hiyo ya kawaida 10,000, alafu kuna Mzizima experience 45. Mzizima experience yenyewe sasa hii ni premium experience. Ni VIP experience, kwa maana ya kwamba mtu anakifika, kwanza anatakiwa afike mapema, kwa sababu yenyewe inahusu sana issue ya uchoraji, visual art, live painting. Kwa hiyo unakuja pale, unapewa canvas yako, unachora, kama ambavyo wanaita watu wengine sip and paint, lakini sisi hatujaita sip and paint. Hii ni Mzizima experience. Kwa hiyo unachora, lakini pia una sip kinywaji chako utakachochagua siku hiyo, kama utataka mvinyo, kama utataka kinywaji laini, kama utataka sijui kinywaji gani, mvinyo veritasi, utapewa pale, unajua. Lakini pia utakuwa unalumbua mzee, unatafuna vitu vya hapa. Maana kuna jamaa mmoja anasema kuna matukio fulani ambayo yanawasababisha vijana wengi kutokwenda kanisani, ni kwa sababu ya wachungaji kutumia muda mwingi kufanya mahubiri kuliko kutoa mambo ya makulaji. Sasa hichi kitu bwana kwenye Five and Friend wamekizingatia jamani, sio swala la kukosa kabisa. Yani kama ndo yani hivyo vitu watu wa Mzizima experience
Kwa hiyo imagine unachora pale nini au sio bana unataka kinywaji gani umetoa zako bites nini vitakuwepo jamani huko unachora huko mara umerumbua kama ni paja la gweo la kuku hapo bwana kwa vibe hili basi tu nisiwe mchoyo wa kukupa location kama wewe bado upafahamu basi Sidea kama unakuja huko Mbezi Shule au Mbezi Beach Mbezi Shule kituo kishuka mtaa wa Mnadazagawa street ya Trigger Street Road ambao kama unashuka Shamota basi utasogea mbele kidogo ilipokuwepo zamani Kim Classic Barber Shop au kwa wanaita nini mall mkabara na Mbezi Classic Mall mkabara na Mbezi Classic Mall barabara ile moja kwa moja ukinyosha nyumba namba 5 pale Trigger Street ona tu asili kabisa inajionyesha yenyewe hatuongopi basi hapo ndio Sidea kwa siku hiyo muonekano wa activities ya event itaonekana tu ukifika wahi mapema booking ticket yako sasa kama alivyokuelekeza kwa mtu ambaye yupo mbali anapataje tiketi mtu wa Mwanza anataka kushiriki tiketi sasa hivi kwa tukio letu sisi tulivyolifanya tumeshafanya tukio ujue miaka 2 zamani tukaga tuna tiketi ma hard copy yale watu wanaenda kuchukua sijui sasa hivi kwa tupo huko sasa hivi tiketi tuko kwenye mifumo ya kidijitali tiketi ni online tu ni bando lako na pesa yako kuwepo kwenye simu hiyo haina udalali ile kusema yani ni kubonyeza linki uchagua kama unataka early bird hiyo 10,000 au kama unataka Mzizima experience ya 45 papo unalipia hivyo unamaliza kwa hiyo mtu hata wa mbali anaweza kanunua tiketi yake kabisa akafika kaingia kwenye event hata hapa Dar es Salaam unaweza kukuta mtu yuko busy na kazi akashindwa kusema labda nikafuate tiketi Kinondoni au nje kuchukua tiketi Sidea anaweza akashindwa kwa hiyo tumerahisisha kwa tiketi unazipata kwenye platform inaitwa Haso Sasa link ipo kwenye bio ya Five & Friends lakini pia tumekuwa tukishare kwenye platforms mbalimbali na mitandao mingine kwa hiyo ni kubonyeza tu link yako kufuata maelekezo kama ambavyo mtu unanunua tiketi labda kwenye kampuni ya basi ukiwa unataka kusafiri rahisi sana 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 ukiachana na hivyo ukishindwa kununua tiketi sasa online utakuja kulipia getini itakuwa shilingi 15,000 getini 15,000 Mzizima experience hailipiwi getini kwa sababu yenyewe maandalizi yake yanaanza mapema sahihi kwa hivyo vitu tulivyosema kama ni vinywaji kama ni kuepukana na zile changamoto za kuambiwa sold out nafasi zimejaa ni bora mtu unue mapema ni kweli tiketi zikishaisha pengine unaweza kusema bana tayari pameshajaa hamna haja ya kuja kwa hiyo hao ni wahudhuriaji wa kawaida kuhusu wasanii leo tarehe 11 si ndio bado siku ngapi bado siku 3 bado siku 3 maana tulitoa call for artist mpaka tarehe 14 mwezi wa 6 kwa tarehe 14 dirisha limefungwa wasanii wa muziki wasanii pia washairi wachoraji hatujananili sana kwa sababu wachoraji tuna hiyo experience ya Mzizima experience lakini tutakuwa na wachoraji wasanii kabisa ambao tayari wana kazi zao ambao tuta display lakini ukiachana na wasanii wa muziki kuna washairi poets lakini pia kuna tuna stand up comedy pia kwa mtu anachofanya anatuma biography yake wasifu anatuma link ya kazi zake kama ni social media kama ni YouTube wapi lakini pia anatuma na video performance performance video ambayo kama sample ya kuangalia kuelekea kweli kwa hiyo mpaka tarehe 14 dirisha likishafungwa tutatoa list yetu ya watu hivyo kwa hiyo hao ni kwa upande wa wasanii ukija kwa vendors ambao ungependa pia kuuza bidhaa zao nafasi ni chache sana nafasi yani almost zimeisha kwa hiyo watu wanatakiwa pia wa reach out wajue kama anaweza kupata nafasi lakini nafasi ni chache sana kwa vendors almost wameshaja kwa hiyo ndo namna ambavyo mtu anaweza akashiriki kwenye Five & Friends sio tu event wala sio tu concert hii ni zaidi ya hivyo wanavyo yani hii ni experience hii ni kumbukumbu ambayo mtu utakiwi kuikosa na hayo ni machache kati ya mengi kwenye 101 na Five & Friends kuelekea kwenye Salamu Mzizima.